Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Sekta ya uzalishaji maziwa nchini Tanzania inatajwa kufikia thamani ya takriban shilingi trilioni 3.2, sawa na uchangiaji wa 2% katika uchumi wa taifa, huku zaidi ya kaya milioni 4 zikishiriki katika mnyororo wa thamani wa maziwa. Kutokana na hali hiyo, kwa sasa Tanzania imejiwekea lengo jipya kuongeza uzalishaji wa maziwa kutoka lita bilioni 4 za mwaka 2025-26 hadi zaidi ya lita bilioni 13 ifikapo mwaka 2050. Yapo matarajio ya wazi katika kusisimua uchumi wa Tanzania kupitia uzalishaji maziwa, ambapo unatarajiwa kuongeza ajira, kuimarisha lishe na kuchochea ukuaji wa uchumi kwa taifa. Pamoja na wadau mbalimbali wanaounga jitihada hizo, wapo shirika la Heifer International Tanzania. Mark Soso ni mkurugenzi mkazi wa Heifer International Tanzania. Kuna mbinu nyingine pia ni ya kujenga utamaduni wa unywaji maziwa. Sasa huu utamaduni lazima ujenge kutoka kwa mtoto akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo tumeweza kutekeleza miradi ya maziwa mashuleni, na mradi mojawapo ni tuliotekeleza katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Tulilenga kulisha wanafunzi wapatao 10,000, lakini tulifanikiwa kulisha wanafunzi 16,334. Shirika hilo linaamini kuwa mafanikio ya tasnia ya maziwa hayapaswi kuonekana kwenye uzalishaji pekee, bali pia katika afya na lishe ya wananchi. Tunatamani kumwona mfugaji anafuga kibiashara. Kwa lugha nyingine nisema tunatamani kuona mashamba ama farms ama production units zinabadilika, zinakuwa taasisi za kibiashara. Hilo ni moja. Lakini jingine la pili, tunatamani kuona kwamba teknolojia zinatumika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sasa kuna mabadiliko ya tabia nchi. Mahitaji ya mazao ya mifugo ni makubwa. Uzalishaji unakumbwa na changamoto nyingi za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni lazima tuwe tunatumia teknolojia, kwa sababu ardhi ni ile ile. Lakini jambo la tatu, tunatamani kuona idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wananufaika na sekta hii. Na idadi hiyo kubwa ni ile 75%. 44% ya watu milioni 62 tuliokuwa nao sasa hivi ambao wako chini ya umri wa miaka 15, watoto, vijana wa kesho. Lakini 31% ya vijana ambao sasa hivi wanahangaika kutafuta ni maeneo gani wanaweza wakapata kujishikisha ili waweze kujitengenezea kipato. Kwa ujumla, tunataka ufugaji wenye tija, wenye kuongeza kipato. Kwa sasa matumizi ya maziwa nchini yanakadiriwa kuwa kati ya lita 65 na 70 kwa mtu kwa mwaka. Hata hivyo, wataalamu wanaamini kiwango hicho kinaweza kuongezeka maradufu katika miaka ijayo. Msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania, Profesa George Msalia, anabainisha kuwa mafanikio ya safari hiyo yatategemea uwekezaji mkubwa katika uzalishaji, usindikaji na masoko ya maziwa. Tunakwenda lita bilioni 13 na nyongeza zaidi. Hayo ni maelekezo ya dira 2050, lakini mipango yetu, mikakati ya miaka mitano inatuelekeza kufanya ongezeko kila mwaka, na ndicho tunachokifanya. Mtakumbuka tumetoka lita bilioni 4.0 mwaka wa jana, tunakwenda sasa kwenye lita bilioni 2 mwaka huu, lakini tunakwenda tukiongezeka kwa kiasi kikubwa, kwa angalau 10% ndilo ongezeko. Kwa hiyo tunajiona hatuko mbali. 2030 tunategemea kuwa tumekwenda lita bilioni 10. Ukame, uhaba wa maji, upungufu wa malisho na magonjwa ya mifugo ni baadhi ya mambo yanayotajwa kuwa kikwazo cha uzalishaji katika baadhi ya maeneo ya nchini Tanzania. Je, ni ipi mipango ya serikali ya Tanzania kukabiliana na hali hiyo? Dr. Bashiru Ali ni waziri wa mifugo na uvuvi. Hapa anaeleza hatua zinazochukuliwa. Katika wizara tuna mradi kabambe sana wa kuboresha sekta ya maziwa kupitia mnyororo mzima wa thamani. Na lengo kubwa ni kutumia mradi huo kama njia ya hamasa na elimu kwa wafugaji kwamba majira tulionayo yamebadilika. Hali ya hewa imekuwa si rafiki. Mvua zikinyesha zinanyesha na uharibifu mkubwa. Wakati mwingine majira ya mvua hayatabiriki tena. Maeneo yaliyokuwa na uhakika wa mvua za kutosha sasa hivi yana ukame. Na katika ufugaji, jambo la kwanza, ardhi. Sasa ardhi ikiwa kame inapoteza pia sifa zake za uzalishaji. Jambo la pili, maji. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa na tatizo, maeneo mengi yanakuwa na ukame, na ukame unakuwa muda mrefu. Na mifugo ikishakuwa na matatizo hayo ya uhaba wa malisho na maji, inapoteza kinga yake ya mwili, na kwa hiyo inashambuliwa na maradhi makubwa.
na bahati mbaya sana wafugaji wasipokuwa na uhimilivu na mifumo ya uhimilivu wa mazingira hayo wanapoteza mifugo. Kwa mfano mwaka jana tumepoteza mifugo mingi sana, hasa katika mikoa ya kaskazini. Na mfugaji akipoteza mifugo, maana yake amepoteza uhai wa maisha yake, amepoteza hatima ya watoto wake, amepoteza pia uchumi wake na heshima yake. Kwa hiyo ndio maana tunaweka msisitizo katika uzalishaji wa malisho. Watu sasa wasitumie tena yale malisho ya asili peke yake, wasitegemee peke yake, kuvuna maji ya mvua. Ndio maana unaona sasa hivi tumewekeza nguvu kubwa sana katika uchimbaji wa maji, kwa sababu maji ya ardhini ni maji ya mvua, lakini pia kuchimba mabwawa. Na serikali imetoa ruzuku hasa kwenye mbegu hizi za malisho, na kuna teknolojia sasa hivi ya Junkao, kuna Rhodes, ni aina fulani ya nyasi ambazo zinahimili ukame, lakini pia wakulima pia wanahimizwa wakati wa mvua watunze yale malisho, wayakate, wayatunze, wakati wa ukame waweze kuyatumia. Kwa hiyo tunawekeza sana katika eneo la afya ya mifugo, kwa sababu sasa magonjwa yanaongezeka. Tunawekeza sana katika maeneo ya miundombinu ya maji, lakini pia na kuwekeza katika kilimo cha malisho, kuyasindika, lakini pia na kuyatunza. Na tunataka kuelekea huko mbele tunakokwenda, malisho yawe biashara. Mtu anaweza akaamua yeye mwenyewe asifanye kazi ya ufugaji peke yake, atoe huduma tu ya malisho apate kipato chake. Na hiyo hali imebadilika, imeanza kujitokeza. Tunawahimiza sana wafugaji sasa na hata wakulima waweze kuingia katika eneo hilo. Ni eneo jipya la kibiashara, ni eneo jipya la usalama wa chakula katika sekta ya mifugo. Vijana pia wanaweza kuwa nguvu ya mageuzi na suluhisho la hali hiyo kwa kutumia teknolojia na kuleta mageuzi. Kuanzia uzalishaji wa malisho, ufugaji wa kisasa, kusanyaji wa maziwa, usindikaji hadi masoko, matumizi ya teknolojia yanaweza kuongeza tija na kupunguza gharama. Naitwa Ramadhani Ibrahim Kaitira, mimi ni technical assistant wa Tampa. Kwa urahisi kwa watu naweza nikasema ni IT wa Tampa. Nipo kwa ajili ya kusimamia development ya application ya Maziwa Hub. Maziwa Hub ni system au platform ambayo inakuja kucentralize shughuli zote za maziwa. Kwa hiyo wadau wote wa maziwa, kuanzia wazalishaji, wachakataji, watoa huduma, taasisi za kifedha, pamoja na watumiaji wa mwisho kabisa, wote watakuwa wamejumuishwa ndani ya Maziwa Hub. Kwa hiyo utakapokuwa umeingia kwenye Maziwa Hub, umefungua akaunti yako, inategemea na user role ambao umefungua akaunti yako. Mfano, unaweza ukafungua akaunti kama mzalishaji. Utakapofungua akaunti kama mzalishaji, utapata access ya kufanya listing. Unaonyesha ni maziwa ya aina gani unayovuna, kama ni ya ng'ombe, ni ya mbuzi, na kwa kiasi gani, level ya uzalishaji wako. Utatuonyesha pale huko location gani. Sasa hizo listing unazoziweka zinaenda kuwafikia wahusika ambao unawahitaji. Mfano, wale ambao wanaenda kufungua akaunti za processors, yani wachakataji, wale sasa wataenda kuona listing za producers, wazalishaji. Kwa hiyo sasa processor ataona ulichokilisti wewe producer. Kwa moja unakuwa una soko la muda huo. Yani wewe unachokilist moja kwa moja kina soko hapo. Sio tena kuanza kuzunguka na pikipiki kutafuta masoko kijiji mpaka kijiji. Sawa? Na pia kuna watoa huduma, yani service providers, pamoja na suppliers. Wale wanauza vifaa, wanauza malighafi, wanatoa huduma za usafirishaji. Una huduma yako ya kusafirisha maziwa. Sasa badala ya kuhangaika kutafuta masoko, ndani ya Maziwa Hub, moja kwa moja wewe ukishajilisti kule, muhusika anaweza akakuona pale. Anakuwa anawaza kwamba sasa niko Iringa, kijiji fulani, nataka kusafirisha maziwa. Je, kuna wanaotoa huduma ya usafirishaji katika maeneo haya? Ukisha search tu pale, moja kwa moja unawapata wasafirishaji wa maziwa. Unaona? Kwa hiyo Maziwa Hub yenyewe inakuja kucentralize kila kitu. Na pia kwa sababu itakusanya information za watu wa kila aina kwenye hii ecosystem ya maziwa, ni sehemu nzuri sana ya kusaidia taasisi mbalimbali za serikali, kwa sababu zile information ni real data na ni za wakati, sio zile za kuchelewa. Tafiti zinafanyika mpaka taarifa zinapokuja kutoka tayari vitu vishabadilika. Kwa hizi ni za papo hapo.
Kwa hiyo ambapo taasisi zitahitaji kupata information, nazo zikiingia pale zinapata information za muda huo huo, kwamba sasa kuna watu kiasi gani wanazalisha, naam, kuna watu kiasi gani wanachakata maziwa kwa viwango gani. Nadhani tumesikia mifano kuna kiwanda kilifunguliwa na Asas kwa ajili ya kuchakata maziwa, naam, lakini kimefungwa kwa sababu ya kukosa kwa sababu ya kukosa wazalishaji. Naona, lakini sasa fursa kama hiyo ndani ya Maziwa Hub inamaanisha Asas atakapofungua account ya processor akasema anahitaji uzalishaji wa kiwango fulani, moja kwa moja wadau wanaiona hiyo opportunity kama producers, na wanaweza kukusanyika kama ni wachache wakakusanyika kufikia hicho kiwango na kuweza kudandia hiyo fursa moja kwa moja. Hizo ndio faida za Maziwa Hub. Wadau mbalimbali katika mnyororo wa thamani wa maziwa wanaendelea kuwekeza katika mbegu bora za ng'ombe wa maziwa, uboreshaji wa vinasaba na teknolojia zinazolenga kuongeza uzalishaji na tija kwa wafugaji. Hivi karibuni, katika lengo la kuongeza uzalishaji wa maziwa nchini Tanzania, wadau wa maziwa kutoka maeneo mbalimbali ndani ya nchi walikutana mkoani Iringa, Nyanda za Juu Kusini, ili kujadiliana juu ya kuongeza uzalishaji na thamani tokanayo na maziwa. Ibrahim Hassan, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika.